Je, unajua kama mimea inaongea nasi? Lugha ya asili inayobadilisha maisha. Ngoja nikwambie kitu kimoja rafiki yangu. Kuna nyumba ukiingia leo hii unajihisi ni mtu mwenye furaha sana. Na pia kuna nyumba ukiingia leo hii unajihisi uzito, migogoro na mikosi. Leo nitakwambia ukweli ambao hauambiwi. Mimea nyumbani kwako inaweza kuwa chanzo cha msingi. Karibu sana kwenye channel ya Tazmia Focus ili uweze kupata masomo kama haya ya asili, mvuto na bahati na nguvu zisizoonekana. Kama umependa mada zinazofungua akili na kuunganisha na nguvu za asili, hakikisha umesubscribe hii leo. Leo tutajifunza kitu cha ajabu sana. Mimea ina lugha yake na inawasiliana nasi kila siku bila kusema neno. Watu wengi wanaona mimea kama mapambo tu, lakini katika tamaduni za kale za Kiafrika, Asia na hata Ulaya, mimea iliheshimiwa kama viumbe hai vyenye ujumbe. Mimea hupumua nasi, huhifadhi kumbukumbu za mazingira, hubeba nishati ya eneo ilipo. Ndiyo maana mti mmoja ukiwekwa mahali pasipo sahihi, mambo huanza kubadilika bila maelezo ya wazi. Mimea haiwasiliani kwa sauti, huongea kupitia ishara. Kuna ishara kuu tatu. Ishara ya kwanza, hali ya mmea. Ukiona mmea unachanua sana au unakauka bila sababu, kuna ujumbe. Pili, hisia zako. Ukikaa karibu na mmea fulani unahisi amani au kero. Hii si bahati mbaya mzee. Tatu, matukio ya maisha. Baadhi ya watu huona mabadiliko ya pesa, afya au mahusiano baada ya kupanda au kuondoa mti fulani. Kuna miti kama mlonge. Mlonge unajulikana kama mti wa ulinzi na baraka. Katika jamii nyingi za asili, mlonge hupandwa karibu na nyumba. Hii huzuia nishati hasi, yani inazuia nguvu za kichawi. Ukikaa karibu na mlonge, wengi hulipoti utulivu wa akili, afya bora, amani ya nyumbani. Kuna mti mwingine, Tulsi, basil, si mmea wa kawaida. Huaminika kusafisha hewa ya nishati hasi na kuvutia amani ya kifamilia. Ndio maana mara nyingi utaona basili katika nyumba zenye utulivu. Mmea wa tatu unaitwa Lucky Bamboo. Huu wakilisha mvuto wa pesa, fursa, mafanikio, lakini kuna siri. Ukianza kukauka ghafla, ni ishara ya tahadhari, si kwa bahati. Kama ukitaka kujua chanzo hiki cha mimea au somo hili kamili la mimea, nenda kaangalie miti 10 inayoleta bahati katika maisha yako. Utajua ni kwa nini hii miti inakuwa na bahati sana. Na pia mimea kuna asali zake. Je, unajua tahadhari hizi? Sio kila mti ni wa bahati. Baadhi huaminika kubeba nishati mzito. Ndio maana wazee walikuwa hawapandi miti kiholela karibu na nyumba. Yani hawakuwa wanapanda miti kiholela karibu na nyumba. Hawapandi mti mkubwa sababu kwa mti mkubwa sana karibu na mlango. Yani walikuwa hawapandi mti mkubwa sana karibu na mlango. Waliheshimu ishara za asili. Kama migogoro inaongezeka bila sababu, ndoto mbaya zinaanza, biashara au pesa zinapotea ghafla, angalia mazingira yako ya asili kwanza. Asili haipigi kelele, inatuma ujumbe taratibu. Mti ukikauka ghafla, kuna ujumbe. Mmea ukimea kupita kiasi, kuna ujumbe pia. Mdudu akionekana mara kwa mara, kuna ujumbe. Tatizo ni watu wengi hawasikilizi. Watu wengi wanapuuza sana haya mambo. Sasa niambie kwenye komenti, nyumbani kwako kuna mti au mmea gani? Andika jina lake la huo mmea, nikwambie maana ya huo mmea.
na imani za asili. Yani kama kuna mti wote ambao umeupanda, niandikie ujumbe kwenye comment afu nikwambia maana yake katika tiba na asili na jinsi unavyofanya kazi kwenye nyumba yako. Cha msingi usisahau kusubscribe channel ya Tanzania Focus na kushare kwa marafiki. Na kuna kitu kingine ambacho inabidi nikuelekeze. Kumbuka kuwa asili huongea, wachache ndio wanaelewa. Yani mambo haya wachache tu huaga wanaelewa. Na kuna kitu cha siri sana ambacho inabidi nikuelekeze. Yani inabidi nikuelekeze. Kama tafadhali tuitunze mimea, tuithamini. Mimea ina siri kubwa sana katika maisha yetu. Mimea inaleta baraka sana kwenye maisha yetu. Mimea inavuta nguvu nyingi sana kwenye maisha yetu. Na ndio maana watu wengi angalia tu kitu kimoja, wazungu wanapenda sana kupanda miti. Na ndio maana wazungu wanaongoza sana kuwa na utajiri mkubwa. Kuna utajiri mwingine unatoka kwenye nishati ya mimea. Kwa hiyo cha msingi ndugu zangu, tuwe tunapenda sana kupanda mimea kwa wingi. Kama umelipenda hili somo, tafadhali share kwa marafiki na usisahau kusubscribe channel ya Tanzania Focus ili ujifunze mengi zaidi. Asante sana, asanteni sana.